Yeah, so nimekuwa mara nyingi sana nikijiuliza inakuwaje mtu ambaye unaona unamheshimu sana, mtu mzima, umeona, anafanya vitu vya ajabu au vya ovyo. Au unakuta mtu ambaye anaheshimika sana au ndo viongozi wetu hao anaenda kwa waganga, anadanganya wengine. Kumbuka mpaka walikuwa wakanyweshwa vitu vya ajabu, sumu, wakafa. Tulikiaga ile story, kisa walikuwa wanaenda kwa waganga. Lakini wengine tunaona wanaenda makanisani, wanapuliziwa vitu vya ajabu usoni, mdomoni, masikioni, wengine wanavulishwa nguo. Yaani nimejiuliza sana inakuwaje binadamu anakubali kufanyia vitu vya ajabu. Wengine ndio hao anakuja anaambiwa kapu barani, nini nenda nini baharini, kanye sijui mara 4, sijui mwingine, yani vitu chungu mzima. Wengine unaambiwa sijui kula kitu fulani, umeona, kitakuponya, fanya hivi. Kwa hiyo ikanifanya niwaze sana, kwa nini binadamu na akili yake kabisa anakubali kufanya vitu vya kijinga au vitu vya kipumbavu, yaani kitu ambacho wewe mtu wa kawaida ukiviangalia unaona kabisa hichi kitu hakiko sawa. Sasa kuna kitu ambacho wewe unafanya mwenzao anaona cha ajabu, na yeye akifanya wewe unakiona cha ajabu. Sasa hiyo ndio hicho inabidi kwanza ukijue. Hiyo sasa sio kweli. Sio kweli. Kuna vitu vya ajabu kwa yaani general. Wewe kukaa hapa kunya unaona hicho, kila mtu anajua sio sawa. Mtu mzima na akili yako unapanga ngoja, nimekuelewa. Unachukua V8 yako unaenda kwa kibabu au kibibi kijana kiko vijijini huko, kinakunywesha vitu vya ajabu. Sasa ile kwake anaona ya maana. Ndio nakwambia sasa kwa mtu yote mwenye akili ya kawaida. Umeona? Yaani kuna vitu ambavyo ni normal common sense. Simeelewa? Yaani vitu ambavyo ni common. Sasa kama hii niambie, wewe unaenda kanisani, unaanza kuingiza vitu masikioni, mdomoni, unapuliziwa. Kuna mtu anayefanya hivyo akikuangalia wewe na yeye anakushangaa. Maana unafanya vitu vya ajabu. Kitu gani ni cha ajabu? Kama hivyo unasuka. Kitu cha ajabu kinafanya kitu ambacho ni cha ajabu ni yani, ina maana kitu ambacho mtu anaona kabisa cha ujinga. Kuna utofauti alafu kuna ujinga. Umeelewa? Mimi nikikuaminisha kwamba ukinya hapa mara 5 kwa siku utakuwa milionea, huo ni ujinga. Lakini kukuta wewe umevaa sketi fupi nini, hiyo ni swali lingine haruhusiani. Au mimi kusuka, hiyo ni issue tofauti. Au mimi kuonyesha tumbo. Umeona, wewe kuonyesha tumbo. These are different issues. Lakini kuaminishwa kwamba eti mtoto wako akizaliwa mkate kidole ndio utakuwa tajiri. Sio umeelewa hiyo? Au mtoto wako akiwa ana ulemavu wa albino mtoe macho yake utakuwa bilionea. Sio umeelewa? Kwa hiyo unaanza kujiuliza inakuwaje binadamu anaweza kufanya. And then one day nikagundua kitu kimoja kwenye actually kwenye Biblia. Umeona? Kwenye Biblia Yesu anasema kwamba imani yako imekuponya. Sio umeelewa hapo? Imani yako imekuponya. Faith, imani, faith maana kitu ambacho unakiamini. Imekuponya. Wale wanayafanya wanaamini, ndio. Kitu unachokiamini. Kwa hiyo ukichukua hiyo imani yako imekuponya. Igeuze. Kama hichi kitu imani kinaweza kukuponya, hii imani inaweza kufanya nini? Kukua. Exactly. Kwa maana gani? Wanasema hivi, katika kitu kikubwa ambacho binadamu anatakiwa awe makini sana nacho ni mtu au watu au vitu vinavyoweza kukuaminisha kitu fulani. Yeah, ndio tumeambiwa imani huja kwa kusikia. Au watu au kitu kinachokuaminisha kitu fulani. Sasa hatari yake ni kubwa sana, watu wafahamu. Kwa sababu imani ndio hii sasa, katika kukaa kufikiria nikaja kugundua kwa nini mtu mzima na akili yake, ambao wewe unaweza kusema ni msomi wa kawaida, msomi wa mtaani, msomi wa kila kitu, anaweza akafanya kitu cha kijinga. Kwa sababu ukishaamini kitu, actually kile kitendo chako cha kuamini kina cut off operations zako za mental capacity utashi. Kwa hiyo maana yake kila system yako ya mwili inaacha kufanya kazi, kwa sababu inasema hichi kitu tumekiamini. Kwa hiyo hauwezi tena uka-question au kuuliza maswali. Maana yake hauwezi tena ku-apply any sort of awareness uliokuwa nayo au curiosity yoyote, kwa sababu hicho kitu umesha kiamini.
Yeah, kwa hiyo sasa swali ni kuwa unachokiamini umekitoa wapi, chanzo chake ndio hicho nikasema. Kwa hiyo one, yani hapa mimi leo nataka kuzungumzia imani. Umeona? Issue ni imani. Source hiyo ni secondary ya pili sasa. Kwamba watu wanatakiwa wafahamu, unapoamini kitu, hata kama ukiwa uko smart kiasi gani, hata kama uko intelligent kiasi gani, hicho kitu kitakufanya ufanye chochote. Si umeelewa? Ndio maana last year tulizungumza mambo ya 29 Oktoba, tukazungumza purukushani zote zilizokuwa zinaendelea hapo. Yote hayo yametokea kwa sababu ya watu fulani kuaminishwa kitu fulani. Kwa hiyo maana yake unaweza ukawa unashangaa, mbona huyu jamaa ana akili sana, angalau ujinga anaofanya. Huyu jamaa tulikuwa tunamtegemea hivi kafanya kitu fulani. Tulikuwa hivi. All in all ni kwa sababu wameaminishwa. Tumezungumza juzi hapa. Tuna watu wengi sana ambao wana uwezo, matajiri, wana pesa. Lakini ukiangalia uwezo wao wa kusaidia familia zao, waliokuwa nao ni mkubwa, lakini hawasaidii familia zao. Lakini wakienda makanisani wanatoa pesa nyingi sana. Wanasaidia kujenga makanisa. Wanasaidia kila kitu. Simeelewa? Kwa sababu gani? Wameaminishwa. Wameaminishwa. Kwa maana yake adui yako wa kwanza binadamu ni imani. Lakini imani kwa sensi gani? Hiyo imani ndio kama ulivyosema hapo. Hiyo imani imetoka wapi? Imani kutoka kwa source aliyekuumba, au ni imani kutoka kwa mtu gani au kitu gani? Na sasa hivi ukiangalia propaganda nyingi za duniani sasa hivi kwenye media, kwa watu, hata kwenye kibiashara, kila watu wana fight sana kuaminiwe. Kwa sababu anajua ukishamwamini, hakuna maswali tena. Chochote anachokitaka utakifanya. Kwa hiyo watu wengi sana wanapotea. Watu wengi sana wanapotea. Kwa sababu wanaaminishwa vitu ambavyo haviko sawa. Sasa ni vitu ambavyo haviko sahihi. Ndio ujinga wao, kwa sababu neno lishasema imani inakuja kwa kusikia, lakini ukaelekezwa kitu gani cha kusikiliza? Neno la Mungu. Sasa kama unasikiliza maneno ya watu, kama unasikiliza wanadamu, kama unasikiliza mifumo mbalimbali ya kijamii, ya kisiasa, ya propaganda ya nini, ukaja na hiyo imani kama ulivyosema mambo ya 29 Oktoba ni imani za kisiasa. Sio chanzo chake, sio neno la Mungu. Imani za kisiasa ni wanadamu wametengeneza mifumo yao. Kwa hiyo unapoiamini ile mifumo, ujue kabisa kwamba ni mifumo ambayo ina mapungufu, kwa sababu sio ya Mungu. Mfumo wote uliotengenezwa na mwanadamu hauwezi kuwa kamili. Na kwa sababu hauwezi kuwa kamili, matokeo yake ndio haya tunaona kwamba kunakuwa na vita, kunakuwa na purukushani, kunakuwa na chaos. Sasa kwa sababu watu wameaminishwa hayo, wamekataa kuamini neno la Mungu, kutokana na chanzo cha imani yako. Umeambiwa imani inakuja kwa kusikia, lakini ukatahadharishwa, sikiliza neno la Mungu. Wewe umechagua kuwasikiliza wanadamu kwa majina mbalimbali. Aidha ni mfumo wa kisiasa, aidha ni wa kidini. Dini yako inakwambia kunywa mafuta, kunywa maji, unachukua unakunywa. Tunasikia sasa hivi yani watu kiume wanalishwa matakataka ya ajabu. Kunywa madawa haya, chukua madawa haya, chukua haya. Utaangamia tu. Lamba mavi, sifanya nini chungu mzima. Yani sasa hivi ukiangalia kwa kweli inasikitisha. Inasikitisha sana. Yani hata tena huko wanakosema kwenye makanisa, yani ndio kumezidi zaidi hata ya waganga wa kienyeji. Wanawake wanaenda wanaambiwa wavue nguo zao za ndani, si waweke wapi, si wanusishe nani, sijui wambusu nani. Yani ni kanisani huko, kwa jina la kanisani, lakini wanafanya vitu ambavyo hata nafikiri hata shetani mwenyewe hafanyi hivyo. So hiyo yote ni kwa sababu watu wamekataa maelekezo na maagizo ya Mungu wetu ambaye ndio source, kwamba imani yako itokane na neno la Mungu na sio vinginevyo. Sasa wao wanadanganya kwa sababu wako makanisani, wanafikiri hilo ndio neno la Mungu. Hapana. Wewe mwenyewe umepewa akili za kujua neno la Mungu linasemaje. Kwa hiyo hata kama mchungaji wako anakufundisha neno, na wewe mwenyewe jiongeze akili nazo. Mchungaji sio Mungu. Hakuna mtu yeyote ambaye anajua anaweza kuwa juu ya neno la Mungu hapa duniani. Hayupo. Yeah. Sasa imani inaweza kukujenga au ikubomoa. Kwa hiyo tumesema imani inakuja kufanya nini? Inakuja kufanya nini? Unapataje imani? Kwa kusikia. Kwa kusikia. Umelala tena. Imani inakuja kwa kusikia. Kwa kusikia. Unajua nilivyokuwa mdogo, na actually hii ni muhimu sana kwa wazazi kusikiliza. Nilivyokuwa mdogo,
sisi baba yetu alikuwa anatukataza sana kusikiliza nyimbo za kipindi cha wao wenyewe wanaita nyimbo za kidunia. Umeona? Walikuwa wanatukataza kusikiliza nyimbo za kidunia, si kuangalia movies. Kuchanganyika na watoto ambao hawajaokoka. Sasa kama nakataza kwenda kucheza. Najiuliza maswali baadaye. Kwa nini? Like mimi nikamwona kama anatutesa, like kama vile kwa nini hawa ni binadamu sijui nini. Sasa baadaye ukubwani nimeanza of course kusoma kustudy. Yaani unagundua kwamba unavyoendelea kusikia vitu kutoka kwa watu fulani ndio unaanza unasema imani inakuja kwa kusikia. Kwa hiyo maana yake kumbe babangu alichokuwa anajaribu kukifanya ni kunikinga kutoka kusikia kwenye vitu ambavyo vyanzo vibovu, nyimbo ambazo vijana wengi wanasikiliza sasa hivi au kipindi kile wasikiliza za matusi, sex, sijui nini, sijui nani. Umeona? Hizi zote zinavyoingia ndani zinaenda kukujaza ni motivation. Yaani kila unachoendelea kukisikiliza ni motivation ya kuwa vile. Kingine zaidi, kila unapozidi kukaa na wale watu kwenye movie unaona. Kwa hiyo maana yake alichokuwa anakifanya ni kujaribu kukinga masikio yetu yasichanganyike na wale watu ambao wa upande wa pili ambao wao wanaamini vitu fulani. Ambao baadaye ndio nimekuja ku appreciate malezi alikuwa anataka kutupa. Lakini kingine kikubwa ambacho nimejifunza ukubwani ambacho yani kimenifanya ni appreciate zaidi alichokifanya. Hii swala la movie, kuangalia sinema, umeona movie au kwenda kukaa na watu ambao wanafanya mambo fulani ambao sio sawa. Sasa ubongo wetu reality haujui kutofautisha uhalisia na picha au movie. Sijui kama unanielewa. Yaani wewe kwa mfano umekaa hapa, si ndio? Unapoangalia movie pale, ubongo wako haujui tofauti kwamba hii ni movie au hii ni reality. Kwa hiyo matokeo yake kila movie unayoiangalia, umeona? Kila experience unaokaa na watu, hata kama wewe hufanyi, ubongo wako unaichukua kama this is real. Kwa hiyo matokeo yake unaweza kukuta mtu ambaye hajawahi kufanya kitu kibaya kabisa katika maisha yake, lakini kumbe alikuwa anaangalia movie sana za aina fulani. Kumbe alikuwa anakaa na watu fulani wanafanya mambo fulani sana. Akaja kesho yake naye anakifanya hicho kitu kama kawaida, yani kama alishawahi kufanya miaka yote. Kwa sababu ubongo wetu, mental capacity haiwezi kutofautisha reality, umeona, na vitu ambavyo sio halisia. Sijui umenielewa hapo? Kwa maana yake kwenye swala la imani is exactly the same thing. Tunavyovisikia, tunavyoaminishwa. Umeona, tunavyoviona. Kwa hiyo anasema kwa binadamu yote, be very careful, usikubali kuamini vitu kirahisi. Wanasema hivi, uaminifu, si ndio tulizungumza hapa jana. Uaminifu unahitaji nini? Matendo, si ndio? Ushahidi. Kwa hiyo maana yake kama kuna mtu anakuaminisha kitu, ona ushahidi. Ona matendo. Sababu hiyo Biblia inatuambia nini? Utawatambua kwa nini? Kwa sio kwa maneno. Sio, umeelewa? Yaani ni hivi, masikio yako yanakuletea imani, si ndio? Kwa hiyo inabidi uyalinde, sio kila kitu ni sawa. Lakini utawajuaje watu wema? Ni kwa matendo yao. Kwa hiyo maana yake lazima tuweze kuobserve tunachokisikia ni sawa sio sawa, alafu tukaobserve na matendo. Umeona? Sasa tumezungumza hapa sana kuhusu mahusiano wanawake wanaume. It's exactly the same thing. Wanawake wanaaminishwa sana na wanaume. Wanaume wanaaminishwa na wanawake, anakupenda. Lakini matendo yao yako the other way around. Sio, umeelewa? Matendo yao yako the other way around. Alafu wao wenyewe hawa question kwamba wait, matendo ya mtu ambaye anapenda mtu yakoje? Sio, umeelewa? Ndio maana nikasemaje, unakuta mtu yuko very intelligent, very smart, anadanganywa kwenye mahusiano na mtu ambaye hana akili yoyote. Unajua ni kwa sababu gani? Ameaminishwa. Lakini ameaminishwa mapenzi bila fact. Kaaminishwa mapenzi wakati matendo yako off. Matendo kwa muda fulani. Maana kwa sababu anasema utawajua kwa matendo yao. Utawajua kwa matendo yao, sio kwa matendo yao siku ya kwanza au ya pili, muda wote. Utawajua kwa matendo yao. Kwa hiyo kwenye hilo eneo mtu anasema anakupenda. Umeona? Lakini anaongea, umsikiliza hivyo, anafanya nini? Na nyinyi wanawake mnapenda sana kusikia maneno mazuri. Mnapenda sana, ndio hiyo. Ndio maana unaambiaje? Matendo mazuri hamtaki kuyaona. Sio hataki kuyaona. Na sasa huyo mtu akupi matendo mazuri. Anasema wanaaminishwa
Ndio maana nikasemaje, wanawake wanapenda kusikia vitu vizuri kutoka kwa wanaume. Lakini kumbe siri iko kwenye Biblia kwa wanawake. Biblia inasemaje? Linda nini? Masikio yako. Kwa sababu hayo ndio njia ya kuaminishwa kitu. Kwa hiyo mimi ningetamani leo hii wanawake, linda moyo wako. Manake imani inakuja huku kwa kusikia. Manake linda masikio. Yaani mimi leo hii ningesema kwa wanawake wote, si ndio? Siri ya mwanamke kujua unapendwa, wawe viziwi. Wasisikilize maneno, waangalie maneno, wakae observe vitendo vya huyo mtu. Usiongee wala yeye mwenyewe asiongee. Ziba masikio. Kwa sababu actually siri iko kwenye Biblia, iko kwenye matendo. Kwamba tunaaminishwa kwa maneno. Na ndio maana binadamu wanaongea sana, waongo, maneno mengi sana, wajanja. Matendo zero. Lakini same time nyinyi wanawake mnapenda kuambiwa maneno mazuri. Umeona shida ilipokuwepo hapa. Ukishaaminishwa maneno viwili vitatu vizuri, oh nanipenda, oh sweet nini. Umeona? Akikupa na promo la vimatendo fulani hivi, umeshaingia game. Lakini kumbe huku unaambiwa kwenye Biblia matendo. Sio maneno. Maana hata Mungu mwenyewe anasema wanaongea maneno mengi lakini ni matendo yao yako opposite. Exactly. Na mimi. Yaani wanasema wananipenda lakini matendo yao hayaonyeshi kama wananipenda. Umeona? Kwa hiyo sasa unashangaa kwa nini duniani watu wanapotea namna hii. Kumbe ndio kile kidogo tu wamekosa maarifa. Na labda niseme hivi, watu wengi wana confuse swala la imani na maarifa. Wanatakiwa wajue kwamba tukisema ukweli, truth, maarifa au ukweli. Ukweli ni original information. Yaani ni yale maneno au zile taarifa za kwanza original. Sahihi. Sio, umeelewa? Za kwanza sahihi. Kwa hiyo kuna tofauti ya truth. Umeona? Ya ukweli ambao unaweza kubadilika na ukweli ambao haubadiliki. Umenielewa hapa? Sio, umenielewa? Maana yake hii ni bahari. Hii bahari ni ukweli ambao hauwezi kuja kubadilika hata siku moja. Hii bahari kila siku ukija hapo utaikuta hapa. Sisi hapa ni ukweli ambao unaweza kubadilika. Unaweza ukaja hapa saa 8 utukute hapa. Lakini sasa hivi sisi tuko hapa ni ukweli. Sio, umeelewa? Ni ukweli sisi tuko hapa. Lakini ukija saa 8 hautukuti. Ila hii bahari utafanya nini? Utaikuta. Sasa watu wengi kwenye mahusiano, hiyo ndio shida. Wana confuse ukweli unaweza kubadilika na ukweli ambao haubadiliki. Vitu vizito. Ukweli unaoweza kubadilika ni mapenzi ya kutoka kwa mume wako au kwa mke wako. Huo unabadilika. Na unaweza kubadilika. Lakini ukweli ambao hauwezi kubadilika ni mapenzi ya kweli. Haya. Si umeelewa? Au nimesha kuvuruga kabisa. Na mtoto ana kiki tayari. Like what's up dad? Si umeelewa? Ukweli unaweza kubadilika ni mapenzi ya mwanamke kwa mwanaume, mwanaume kwa mwanamke. Huo ukweli unaweza kubadilika anytime. Lakini ukweli ambao hubadiliki ni mapenzi ya kweli yakoje, yanaendana na matendo gani. Huo ukweli hautabadilika milele. Kwa maana hiyo mtu anaweza kukuetia kwa muda fulani afu baadaye akachange. Mwaka mmoja. Lakini mtu anayekupenda hawezi kubadilika. Yaani upendo wake utabaki vile vile. Okay. Haya. Basi sawa. Tunzeni sana masikio yenu. Kubali kuaminishwa. Waangalieni kwa vitendo. Mwanamke, ziba masikio, angalia, observe matendo yake yakoje. Sio ya sasa, tuna huko nyuma. Utakuwa umejiponya. Mimi nasema amini neno la Mungu. Hayo mengine ni kelele. Aliyekuumba ni sosi. Ndio maana hata upendo yeye ndio sosi ya upendo. Ndio maana aliwaambia wanaume nini? Amini neno. Wapendeni wake zenu kama? Ukiamini haya mambo ya dunia huku, hii mifumo hii, utayumba sana, utapata shida sana. Lakini ukiamini neno utasimama imara. Haya.